Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48. Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV, na tumaini uko poa kabisa. Nikukumbushe tu msimu huu wa wapendanao, hakikisha unawazingatia Kigamboni Mini Market, ambapo ukifika pale utaweza kujipatia bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kuwapelekea wapendwa wako ambao wewe unaona kabisa hawa wanastahili kupewa zawadi au huyu anastahili kupewa zawadi. Mimi naitwa Uncle G, niko nyuma ya kamera kidogo leo, lakini tuko na mgeni ambaye tuko naye hapo, kama unapomuona yuko tayari kwa ajili ya kuweza kuelezea au kuweza kupiga story kuhusiana na safari yake ya maisha hapa na pale kuelekea, hasa tunaangazia upande wa huduma za kiroho, kwa sababu yeye ni mtu ambaye ni content creator ambaye amekuwa TikTok na mitandao mingine, amekuwa akitoa masomo kuhusiana na imani. Sasa leo Asili Yetu TV tukaona tupige naye story. Bwana, karibu sana Asili Yetu TV. Tunajua ni mara yako ya kwanza kabisa. Nashukuru sana. Nashukuru. Kwa faida ya mtazamaji, unaitwa nani? Majina yangu kamili ninaitwa Eric Francis Mtweve. Jina lile lingine ambalo tunatumia kama brand? Pastor Eric Mtweve. Hii ni kwa sababu ya kitu ambacho ninakifanya. Okay. Pastor Eric Mtweve, ilikuwaje mpaka ikawa Pastor Eric Mtweve? Mimi nafahamu kama ni producer. Ni kweli producer ni kazi, lakini upasta ni sehemu ya mimi ya kitu ambacho ninakifanya kwa ajili ya kufundisha jamii. Okay. Yeah. Unafikiri Pastor Mtweve, mimi nitakuita Pastor Mtweve. Yeah. Okay. Kwa nini tumesimama mara nyingi sana tunaangazia vijana waache uzinzi? Kuna kitu gani? Hii imekuwa ni mjadala. Kuna siku moja niliingia TikTok tukaa na watu fulani mle, tulijaribu kudadafua lile issue. Kwa nini uzinzi? Mimi ni kijana ambaye ni mdogo sana, na kuna maneno mengi kwamba kijana hawezi kuishi hivi hivi bila kona uzinzi, wanawake, wanaume, lakini ni maisha ambayo yanawezekana kabisa mtu kuishi pasipo kufanya dhambi ya uzinzi. Kwa hiyo kwa nini nikaanza kukemea kwa nguvu kubwa? Niligundua vijana wengi wamejiwekeza sana huko, na matokeo yake wengi wanapoteza future, wengi wanapoteza maisha kabisa, wengi wanapoteza malengo, kwa sababu unapofanya uzinzi kuna matokeo mengi ambayo yanaweza kutokea kwa ghafla ambayo huwa hayarekebishiki mpaka maisha yako yote. Changamoto gani sasa unazikuta wakati unatoa somo la uzinzi kwa vijana wacha? Changamoto ni nyingi kimsingi. Watu wanakuambia kwamba wakutana comment nyingi kwamba hauna masomo mengine, kwa nini tu uzinzi, kwani uzinzi ndo dhambi pekee? Lakini mimi nafikiri kila mtu ameitwa kufanya kitu ambacho amepewa na Mungu. Watu wakasema inawezekana labda Pastor Eric kuna changamoto alikutana nayo mpaka ikamkita yeye, ikamwelekeza yeye kwamba bwana yaani masomo yake ya uzinzi tu, uzinzi, anakemea sana uzinzi. Of course inawezekana, lakini kupinga uzinzi kwangu ilikuja baada ya kuona madhara yake huwa hayarekebishiki kwa urahisi. Nje na kwamba wenda inawezekana niliwahi kupitia huko, lakini ninatazama na ninaona kwa macho yangu nguvu kubwa vijana walikoiwekeza wanapata hasara kubwa sana. Nikaona nikisimama kupinga hili nitafanya kazi kubwa sana, na ninashukuru vijana wengi sana, maelfu na maelfu nimewasaidia, na mpaka leo wananishukuru. Okay. Tumekuwa na mikesha ile ya maombi kwa njia ya mtandao. Hili wazo ulilipataje? Ilikuja ghafla. Ilikuja ghafla kabisa. Okay. Na siku ya kwanza sasa kuingia live, huwa tunatumia TikTok sivyo? Yeah. Okay, siku ya kwanza kuingia live, watu walikuwa na mwitikio, na mpaka sasa hivi hali unaionaje ulipoanza na mpaka sasa tulipo?
ubaya au uzuri wa huduma ni kwamba ukipewa kazi ya kufanya, haijalishi watu wana mwitikio au hawana mwitikio, wewe unatakiwa kufanya bila kuangalia wapo au hawapo, kwa sababu hiyo ni kazi yako, unapaswa kuitimiza bila kuangalia idadi ya namba ya watu wanaokutazama, kwa sababu inawezekana kusudi la milioni unaokusudia kwamba unawapelekea ujumbe, Mungu amemkusudia mtu mmoja tu katika hao. Yeah. Na utaratibu wa maombi ule ukoje, kwamba kila mtu ana join au inakuwaje? Utaratibu wa maombi ni kwamba mimi nikiingia ule usiku, naingia kwa target ya kuomba kwa faida ya maisha yangu, lakini naamua kuungana na wenzangu, kwa sababu Biblia inasema walipo wawili au watatu wakiungana wakiita kwa jina langu, nami nitakuwa katikati yao. Kwa hiyo huwa naamua kushiriki na wenzangu ambao wako macho muda wote tuweze kuomba pamoja. Yeah. Na tuna maono gani sasa? Kwa sababu ni Pastor Eric, yawezekana labda tuna kanisa? Hapana. Maono ambayo unaomba Mungu ili aweze. Nadhani kila kitu ambacho ni cha kimungu huwa kinakuja pasipo matarajio. Kwa hiyo sina ndoto ya kuwa pastor, lakini nilijikuta nafanya hicho kitu pasipokuwa na wazo lolote. Una ndoto ya kuwa pastor, lakini ulijikuta unafanya hayo majukumu. Mapokeo labda na imani una baba wa kiroho, wale walezi inawezekana ni wao, mapokeo au wanakupa support gani? Wengi wamenilenga sana kama kijana ambaye sijashiba neno la Mungu, kwa maana nimekosa mafundisho mengi ya kufundisha, naamua kwenye kusimama kwenye kipengele kimoja ambacho nadhani pia ndiyo shida ya wachungaji wengi, kwamba hii ni dhambi ambayo ninaikemea. Sio wachungaji wengi wanaoikemea, na wengi wanaikimbia. Sasa sijui sababu ni nini, lakini mimi niliamua kusimama, hata kama mtu atasemaje, lakini nitasema, kwa sababu ni dhambi ambayo mtu atakapoingia tu kila kitu kinapotea. Ndio. Tuangazie kwenye issue ya uzinzi. Ndio imekuwa ni tabia ambayo imekuwa ina nguvu sana kwenye jamii. Zamani wakati tuko kijijini, uzinzi haukuwepo spidi sana kama kwa mfano kizazi cha sasa hivi. Unafikiri vijana wafanye nini? Kwanza kabisa nadhani kijana anatakiwa kuishi maisha ya Kikristo halisi. Sio tu anaishi kwa sababu wengine wanaishi. Kwanza ajue yeye ni nani kama kijana, anatakiwa kufanya nini, akifanya kitu gani kitakuwa na madhara kwenye maisha yake, na akifanya kitu gani kitampeleka kwenye hatima ya maisha. Kwa sababu mimi huwa napenda kusema kwamba kila mtu kwenye maisha yake ana kitu cha kiroho cha kiasili ambacho akikifanya, hata kama ni kwa kawaida sana, watu wanashangaa, wanasema Asiliyetu TV ni mtu mmoja bomba sana, lakini wewe unafanya katika hali ile ya kawaida. Hicho ni kitu automatically Mungu amekiweka ndani yako. Kwa hiyo ukitaka hiki kitu kife, kiingizwe kwenye dhambi ya uzinzi, huko ndo utapoteza kila kitu. Unadhani sababu ya dhambi ya uzinzi inaweza kuchangia kudorora kwa biashara, inaweza kuchangia kuvunjika kwa ndoa, vitu vingi kabisa, kwa sababu Biblia inasema mwanaume anapokutana na mwanamke wanakuwa mwili huu. Kumbuka, huyu unayekutana naye kushiriki naye tendo la ndoa, ikiwa si mke wako au mume wako, ana roho za kwao, pengine hajaokoka, babu yake alimweka au mganga, mama yake alimlitisha uchawi. Kwa hiyo ile roho inatembea ndani yake na kwenye damu yake. Kwa hiyo unapokutana naye, ina maana mnaungana, mnakuwa mwili mmoja. Na Biblia inasema mahali ambapo pana dhambi, Mungu huwa anaondoka. Ikiwa Mungu ataondoka wakati unafanya dhambi, ina maana unaruhusu mlango wa yale majini na mapepo na maroho ya mikosi ya nini kukuvamia, kwa sababu umeruhusu mwenyewe. Ndio. Kwa unataka uniambie kwamba kulala na mwanamke sio wa kwako au mwanaume sio wa kwako, kuna dhambi ambayo unazibeba au unaruhusu milango fulani ya mibaya inaingia kwako. Kwa kuna uwezekano mkubwa, mfano ni mtu wa aina hiyo, halafu ukakuta baadaye ulikuwa una mambo fulani. Tumewahi kusikia story kwamba huyu alikuwa vizuri sana kwenye biashara, lakini umalaya, uzinzi ulikuja ukampoteza kabisa kwenye game. Ndio. Sasa tunajiuliza, alihonga sana au namna gani? Uzinzi una madhara mengi. Mimi wanawaambia watu, hata wale wanaojisifu kwamba sisi tunazini sana na hamna kitu kitatokea, wanawaambia kwamba pengine hiyo hatua ulioko ulitakiwa uwe mara 10 ya zaidi ya hapo ulipo. Lakini uzinzi ukiufanya leo, hata kama hautopata matokeo leo, tegemea matokeo, kwa sababu tunasema
Mungu hana shida na watu, ila ana shida na mtu ambaye ameamua kumtafuta. Ukiamua kumwacha, ina maana automatically shetani anayavamia maisha yako. Kwa hiyo mtu anapoingia kwenye kuzini, anaruhusu roho zote ambazo ziko kwa wale watu zimvae na yeye pia. Ndio. Sasa ushauri wako kwa vijana? Ushauri wangu kwa vijana ni kwamba maisha mazuri, maisha ya ujanja, maisha ya kisasa sio kuwa na wanawake wengi, sio kuwa na wanawake wazuri huyu mara yule, sio kutembea na vijana maarufu au watu wenye fedha ili ujipatie fedha kwa njia ya uzinzi. Nina ushuhuda wa mtu mmoja ambaye kila siku huwa anajaribu kuirudisha akili yake imeharibika kabisa. Aliniambia kwamba mimi ninazini ili niweze kujisomesha kwa sababu wazazi wangu hawana uwezo. Natarajia nikizini nipate pesa ili nijisomeshe. Baada ya kujisomesha, naamini Mungu atanisaidia nikapata kazi, nitawasaidia wazazi wangu na ninakuwa nimewasaidia kwa sehemu mbili. Lakini kilichotokea mwaka wa kwanza tu wa shuleni, amepata mimba na amepata ukimwi. Ananiambia, pastor, kwa mara ya kwanza wiki hii nimepima na nimeambiwa nina ukimwi, naanza kutumia dozi, masomo yangu yanakatishwa, nina mimba, kwa hiyo hakuna faida niliyoipata, zaidi nimepoteza kila kitu. Kwa hiyo nataka kumshauri kijana ambaye ananisikia wakati huu kwamba tulia na maisha. Paulo anasema, ikiwa kijana umeshindwa kuishi peke yako, tafuta mke na uoe. Kama ni kijana wa kiume, kama ni kijana wa kike, tafuta mume na uolewe, au muombe Mungu akupe mume. Na tunazungumziaje sasa? Kuna hapo umetoa ushuhuda kwa kijana huyo ni wa kike, si ndio hivyo? Lakini kuna baadhi ya vijana wa kiume sasa hivi hawataki kujituma kufanya kazi, na badala yake wanategemea mishanga hayo ya iwachukue ende wakafanye uzinzi, afadhali wao ndo waweze labda kuwawezesha, kuwafungulia biashara, kuwanunulia baadhi ya vitu mbalimbali. Wito wako nini, au mtazamo wako unaona ni nini? Kijana ambaye unanisikiliza wakati huu, ambaye unapenda wamama wenye hela ambao wanataka wakutumia kwa ajili ya tamaa zao, na mishangazi haijaanza leo, mishangazi toka zamani ilikuwepo. Kumbuka Yusufu alipokuwa kwa Potifa, mke wa Potifa alimtamani. Mke wa Potifa alikuwa mkubwa kuliko Yusufu, kwa hiyo ilikuwa ni shangazi. Okay. Na vijana pia waache uvivu na waridhike na kile walichonacho. Waachane na tamaa za vitu wanavyoviona, waamini kwamba kwenye kupambana na kutafuta wanaweza kupata fedha, lakini wasitafute fedha kwa kulumbuniwa kwa waume zao. Kilichobaki ni wanataka kuharibu maisha ya watu. Okay. Wewe unamuonaje kijana wa aina hii? Simhukumu, ila namuona ni kijana ambaye amechelewa kujijua yeye ni nani. 2026 sasa, Pastor Pege, tutarajie nini kutoka kwako? 2026 tutarajie mengi sana sana, hasa kwenye huduma, lakini pia na vitu vingine ambavyo ninavifanya. Mungu atusaidie na mengi sana yataonekana. Kuna tugusie kidogo tu. Kuna siku moja uliniambia unatamani kuzindua program. Ni program gani? Hiyo program nadhani imesimama kwa sababu ya kufanya tafiti vizuri na kujua tukiingia hapa tutaingia hapa, tutaingia hapa. Lakini sana hii ni ya kusaka vipaji, sio kwa wale ambao wako kwenye muziki au wako kwenye maigizo, wale ambao hawajajulikana kabisa. Na hii ni target ambayo nilitarget kwa watu wa mtaani, lakini baadaye nikaibadili kulingana na maono yanapokuja. Siku zote unapochukua hatua unagundua kuna udhaifu uko mbele. Kwa hiyo Mungu anakupa namna nyingine tofauti kwamba hii itakuchelewesha, fanya kwa namna hii. Kwa hiyo kuna namna ambavyo nitakuja na hii haitasimama, itakuwa ni issue endelevu. Tuangazie kidogo upande wa producer. Bado tunaendelea. Yes, yani hiyo ndio kazi yangu, sababu kulima siwezi. Kwa hiyo nafanya kwa bidii sana huko kwenye production. Okay. Mpaka sasa hivi ni wateja gani ambao wewe hasa unawahudumia? Mimi ni producer wa gospel pekee. Muziki mwingine hatupigi? Hapana. Au nikitaka gospel na kutafuta. Ukitaka muziki wa gospel, muziki wa asili, muziki ambayo ni ya kijamii kawaida nitafanya, lakini muziki ambao unafahamika maarufu kama bongo flava sifanyi. Na tunaonaje sasa game la upande wa producer?
Production ni kazi ambayo inataka ujitume sana, ujifunze sana, uwe na kitu cha tofauti zaidi ya wenzako, kwa sababu wateja ni wale wale wa kila siku. Ili uweze kupata watu, unahitaji kuwa na kitu cha tofauti kuliko watu wengine wanaokuzunguka, mimi maproducer wengine. Ndio. Hivi mfano sasa hivi Pastor Eric, mtu akaja akakwambia bwana, au wewe ukamfuata boss ukamwambia bwana, naomba wekeza milioni 50, unaweza ukafanya kitu kama hicho? Nilijikuta niko kwenye production, lakini haikuwa ndoto yangu. Production sio ndoto yangu, na wala siamini kama ninaweza kuwa na wazo kubwa zaidi kwa sehemu niliyopo. Lakini kwa watu ambao ninajifunza, ambao kwenye muziki, ninajaribu kufikiri kwamba natakiwa kuwa zaidi ya huku. Kwa hiyo sina ndoto kabisa zaidi ya production, japo nimewekeza nguvu kubwa kwa sasa na ndio inayoniweka. Inalipa? Kimsingi inalipa. Naweza kusema inalipa. Inalipa kwenye mfumo upi? Wa ukiwa wewe ndio mmiliki unayefanya kazi, au mtu yote yule ambaye anaweza kama ameajiriwa inaweza kaa inalipa? Kimsingi kazi yoyote ni nzuri ukifanya mwenyewe, na raji ukiwa ni wa kwako. Yes, na sehemu ikiwa ni yako. Kwa hiyo mimi ile studio ni kwangu na ninaiendesha mwenyewe. Ili ikulipe studio, tunahitaji uwekezaji wa vifaa, uwekezaji wa akili, creativity, ili uweze kuona faida ya hiyo production unayofanya. Haya vipi zinakuzingatia? Sana. Leta maokoto. Kabisa. Au kwa sababu tulikimbilia gospel hawana kipengele upande wa malipo? Sio sababu hawana kipengele, na enjoy nikifanya gospel. Sina maana kwamba Bongo Flava nimewatenga kwa sababu sijui namna gani vipi. Sipendi tu mazingira yao ya kiuni. Kwa ninachagua sehemu ambayo ninakuwa comfortable kufanya kazi. Okay. Bwana, sema na mashabiki zako ambao sasa inawezekana wamekutazama, okay, kumbe Pastor Tweve ndio huyu producer. Unapatikana wapi na taratibu zako ziko? Mimi napatikana Njombe mjini, eneo linaitwa Posta Kati. Ukitaka kunipata napatikana vizuri kabisa. Hata ukifika Njombe ulizia tu producer Eric wa Posta Njombe mjini, utanipata vizuri kabisa. Au mitandao ya kijamii? Mitandao ya kijamii napatikana kwa jina la Pastor Eric Mtweve, Instagram Pastor Eric Mtweve, maarufu TikTok Pastor Eric Mtweve, Facebook, na mitandao mingine kama YouTube. Kwa hiyo nawakaribisha sana ni follow ili mzidi kupata vitu ambavyo ninaleta kwa hiyo. Mimi sina la ziada. Una lolote? Nikushukuru na nashukuru kwa mwaliko wako. Mungu akubariki na Mungu azidi kukufikisha mbele zaidi ya pale unapolenga kufikia. Nashukuru sana. Shukrani sana mtazamaji wa Siri Yetu TV. Tulikuwa na Pastor Eric, tumeweza kuzungumza naye. Tumeanzia kwenye issue ya uzinzi. Yawezekana umebarikiwa, lakini pia yawezekana tukupe pole wewe ambaye utakuwa umechukia kuhusiana, kwa sababu wengi huwa hawapendi kuambiwa dhambi. Emewa huwa hawapendi. Kwa hiyo tukupe pole sana. Karibu tena kwa wakati mwingine, na hii ni Siri Yetu TV. Mimi naitwa